Shangilie tena na tena. Shangilie tena na tena Bwana wa majeshi. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumatano yetu nyingine, yakiwa ni majira ya kumiliki milki zetu, yakiwa ni majira ya kumiliki urithi ambao Mungu ametuahidia. Haleluya. Tulisoma maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Petro kwanza, sura ya kwanza, kisoma kuanzia mstari wa 3 na kuendelea. Anasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini kupitia kufufuka kwa Kristo, tupokee na urithi usioharibika uliotunzwa kwa ajili yetu. Ni majira yako ya kupokea urithi wako kwa jina la Yesu. Ni majira ya kumiliki ahadi za Mungu kwa jina la Yesu. Ni majira ya kuzipokea ahadi ambazo Bwana amekuahidia kwa jina la Yesu. Na itatendeka kwa sababu kinywa cha Bwana kimetamka hayo. Bwana sifiwe. Haleluya. Tulijifunza ya kwamba ili tuweze kumiliki tunahitaji kuwa na nguvu. Bwana sifiwe. Tunahitaji kujazwa nguvu. Tunahitaji kuwa na nguvu. Na tuliangalia kwa nini tunahitaji nguvu. Bwana sifiwe. Na baada ya kujazwa nguvu kwa ile wiki ya kwanza, sasa tuko kwenye majira tunapambana ili tupokee kilicho chetu. Na jioni ya leo nataka tuangalie tu mambo machache, mambo ya muhimu kuyafahamu. Tulijifunza ya kwamba ili tumiliki lazima kuwa tayari kuingia katika vita. Bwana sifiwe. Iko vita ya kumiliki, na ili umiliki lazima uwe tayari kupigana vita hiyo. Ili umiliki lazima uwe tayari kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Haleluya. Ili umiliki lazima uwe mtu uliyevaa silaha. Haleluya. Wanaomiliki ni watu wanaojua vita, ni watu wanaojua kupambana, ni watu wasioogopa kuingia kwenye mapigano. Haleluya. Maana ni kutokea kwenye vita na mapambano ndipo unaweza kumiliki milki yako. Na jioni ya leo kama nilivyosema, yako mambo kama 3 au 4 nataka tukumbushane, mambo tunayopaswa kuyafahamu, mambo tunayopaswa kuyajua tukiwa katika hii vita ya kumiliki. Haleluya. Na jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulitambua, lazima tujue ya kwamba yuko adui tunayepambana naye. Yuko adui tunayepigana naye. Bwana sifiwe. Yuko adui anayekupinga. Yuko adui anayekuzuia. Na ili uweze kupigana vita hii ya kumiliki na ushinde, ni lazima ujue ya kwamba yuko adui ambaye nyakati zote yuko kupigana na wewe, yuko kukuzuia. Bwana sifiwe. Ili usiingie kwenye hatima na maisha ambayo Mungu amekuandalia. Waefeso 6 mstari wa 12. Jambo la muhimu kutambua, lazima umtambue adui anayekupinga. Tuko vitani. Kwa nini tuko vitani? Kwa sababu yuko anayepigana na sisi. Bwana sifiwe. Ni vita ya kumiliki. Kwa nini natulazimu kuingia kwenye vita ili tumiliki? Kwa sababu yuko anayetupinga, yuko anayetuzuia tusimiliki milki zetu. Na ili
upigane hii vita na kushinda, ni lazima umtambue unayepigana naye. Waefeso 6 mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya! Iko vita ya kumiliki, na ili kumiliki lazima uingie vitani, lazima uwe tayari kupambana. Jambo la muhimu kuelewa katika vita hii, lazima umtambue nani unapigana naye. Lazima umtambue adui yako. Bwana sifiwe. Haleluya. Ya kwamba vita lazima itakuja. Maisha ya hapa duniani hayapo maisha pasipo vita. Vita lazima itakuja. Bwana sifiwe. Inaweza kuja katika eneo la afya. Inaweza kuja katika eneo la ukuaji wako kiroho. Inaweza kuja katika eneo la familia. Inaweza kuja katika eneo la uchumi. Haleluya. Inaweza kuja katika eneo la watoto. Bwana asifiwe. Yaweza kuja kwa namna tofauti tofauti, lakini haijalishi itakuja kwa namna gani, lazima umtambue aliye nyuma ya vita hii. Paulo anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, wakuu wa anga, majeshi ya mapepo wanaopigana vita yao katika ulimwengu wa roho. Bwana sifiwe. Haleluya. Tunapoingia kwenye hii vita na tunapopigana hii vita ya kumiliki, lazima tutambue nani tunapigana naye. Bwana sifiwe. Shida si huyu mume anayechepuka. Shida si huyu mwanamke anayesema ya kwamba yeye ni mchawi. Bwana sifiwe. Shida si huyu jirani aliyekuangia kwenye biashara yako. Yeye sio adui yako. Vita vyetu sisi ni juu ya falme, juu ya majeshi ya mapepo, mamlaka, wakuu wa anga, watendao kazi yao katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shida si huyu mtoto ambaye ana misbehave. Shida si huyu mtoto anayekuonyeshea kiburi. Bwana sifiwe. Sio shida. Shida, angalia nani anakupinga kupitia eneo la uzao wako. Hapa ndipo utaweza kuishinda vita hii. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Shida chanzo, ili tuweze kupigana vita ya kumiliki na tuweze kumiliki, jambo la msingi na la muhimu, lazima tumtambue tunayepigana naye. Haijalishi anakuja kwa njia gani. Haijalishi anakuja kupitia mlango upi. Bwana sifiwe. Lakini adui yetu ni mmoja. Vita tulionayo sisi, kushindana kwetu sisi ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa anga, majeshi ya mapepo katika ulimwengu wa roho. Bwana sifiwe. Adui yetu ni Ibilisi.
Haleluya, haleluya. Adui yetu ni Ibilisi, na kwa sababu yupo hajafungwa, neno la Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungua kitabu cha Ufunuo Ufunuo 12 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, wakaao mbinguni. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Bwana sifiwe. Anajua majira aliyopewa, majira aliyonayo ni machache, na anachokifanya ni nini? Mstari wa 13, na yule joka alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Bwana sifiwe. Na ukiendelea kusoma mistari hiyo, aliazimu moyoni mwake kufanya vita na watu wa Mungu. Mpendwa, huyu ndiye anayekupinga. Huyu ndiye anayeshambulia ndoa yako. Huyu ndiye anayezuia uchumi wako. Huyu ndiye aliyekamata urithi wako. Haleluya. Lazima kumtambua tunayepigana naye. Lazima kumtambua. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa adui yupo, lazima uwe na uhakika ya kwamba vita itakuja tu. Bwana asifiwe. Vita lazima ije mpendwa.